Alirudi tena usiku ule, lakini safari hii hakukuwa peke yake. Usiku ulifika tena, lakini safari hii moyo wa Khalid haukuwa kama jana. Kulikuwa na hofu, maswali na kitu kingine, tamaa ya kujua ukweli. Alisimama nje ya nyumba yao akitazama mbali jangwani. Niende au niache? Kimya, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na sauti ndogo. Hii ni nafasi yako. Khalid alichukua hatua, 1, 2, na akaanza kutembea kuelekea pale walipokutana jana. Usiku ulikuwa mzito zaidi kuliko jana. Upepo ulikuwa mkali kidogo, na kila hatua aliyopiga ilihisi kama anaingia kwenye kitu kisichojulikana. Alipofika pale, hakumwona mtu yoyote. Jangwa lilikuwa tupu. Labda ilikuwa ndoto, alijiambia. Ghafla, umerudi. Sauti ile ile iliyomtikisa jana. Khalid aligeuka haraka, na pale yule msafiri alikuwa amesimama nyuma yake, kimya, tulivu kama jana. Lakini safari hii kulikuwa na kitu tofauti. Kwa nini umekuja tena? Msafiri aliuliza. Khalid akameza mate kidogo. Nataka kujua kile kinachonifanya nisiwe na utulivu. Msafiri akamwangalia kwa muda, kama vile anasoma moyo wake. Utulivu haupatikani kwa kutafuta dunia, akasema polepole. Unapatikana kwa kumjua Allah kwa kweli. Maneno yale yalikuwa mazito, lakini kabla Khalid hajajibu, msafiri alinyanyua mkono wake polepole. Njoo, nikuonyeshe kitu. Ghafla, mazingira yakaanza kubadilika. Khalid alijikuta hayupo tena jangwani. Alikuwa ndani ya mji ule ule, lakini si kama alivyojua. Aliona watu wakikimbizana na dunia, wakicheka, wakifanya biashara, lakini nyuso zao hazikuwa na furaha. Hawa ni nani? Khalid akauliza. Msafiri akasema, hawa ni watu wanaoishi bila kumkumbuka Allah. Khalid aliangalia tena. Ndani ya tabasamu zao kulikuwa na huzuni. Ndani ya mafanikio yao kulikuwa na pengo. Moyo wake ukaanza kubana. Kwa nini wanaonekana hivi? Msafiri akasema kwa sauti ya chini, kwa sababu wamejaza maisha yao kwa kila kitu isipokuwa Allah. Khalid alihisi kitu kinamgusa moyoni, kwa sababu alijiona mwenyewe ndani yao. Ghafla, tukio lingine likatokea. Alijiona yeye mwenyewe akiwa anakimbia maisha, akiahirisha swala, akisema baadaye. Hapana! Khalid alipiga kelele. Huyo si mimi! Msafiri akamwangalia kwa utulivu. Hiyo ndiyo njia ulionayo sasa. Kimya. Macho ya Khalid yakaanza kujawa na machozi. Nifanye nini? Msafiri alikaribia kidogo. Kwa mara ya kwanza, sauti yake ilikuwa nzito zaidi. Badilika, kabla muda haujakuacha. Ghafla, kila kitu kilipotea. Khalid alijikuta amerudi jangwani. Amesimama pale pale, akitetemeka. Hiyo ilikuwa nini? Aliuliza kwa sauti dhaifu. Msafiri akasema, huo ulikuwa ukweli ambao wengi hawataki kuona. Kisha akageuka, akaanza kuondoka. Subiri! Khalid alipaza sauti. Wewe ni nani hasa? Msafiri alisimama kidogo, lakini hakumgeukia. Kisha akasema maneno ambayo yalimfanya Khalid atetemeke zaidi. Nitakujibu utakaporudi tayari. Na safari hii alitoweka kabisa. Khalid alibaki peke yake tena, lakini safari hii hakuwa yule yule wa jana. Moyo wake ulikuwa umejaa hofu ya Allah, majuto na hamu ya kubadilika. Lakini pia swali kubwa zaidi lilikuwa bado halijajibiwa. Msafiri huyo ni nani? Na kwa nini ananionyesha haya yote? Je, Khalid ataweza kubadilika kweli? Au atarudi kwenye maisha yake ya zamani? Wakati mwingine Allah anakufungua macho, lakini ni juu yako kuchagua kubadilika. Usikose part 3. Siri ya msafiri inaanza kufichuka.